Msingi wa mada yetu upo kwenye numerology pamoja na alphabet. Numerology ikiwa kama nadharia ya namba kwa maana ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mpaka na kuendelea. Lakini kwenye alphabet kwa maana ya herufi A, B, C, D, E, F, G mpaka Z. Sasa mada iliyoisha, wakati ulioisha tulizungumzia sana kuhusiana na nadharia hii ya namba ikiwa kama mfumo wa kiroho na falsafa ya kuunganisha nishati na kutafsiri namba kama sehemu ya kuhusisha maisha ya binadamu na tabia na matukio kama chanzo cha nishati katika ulimwengu. Wakati watu wamekaa wanatengeneza hizi numerology, wanatengeneza hizi namba, zilitengenezwa katika misingi ya vibration, katika misingi ya frequency. Tunaposema vibration ni mitetemo, tunaposema frequency ni mawimbi. Kwa hiyo zilitengenezwa kwa ugunduzi wa namna hiyo kufikia engo fulani ya kiroho au kufikia engo fulani ya maisha katika mitetemo hiyo ya kiroho, kufikia jambo fulani. Kwa hiyo tunapokuwa tunatamka hizi herufi, tunapokuwa tunatamka hizi namba, tujue ipo katika misingi ya kiroho. Kila tunachokitamka kimetokana katika msingi wa kiroho. Na ndio maana tunapokwenda kanisani, tunapokwenda msikitini, tunapokwenda kwenye nyumba mbalimbali za ibada, tunapofanya ibada zetu mbalimbali, tunapokwenda kwa waganga, tunapokwenda kwa wataalamu, lazima utaona msingi wa namba na herufi unatumika katika masuala mbalimbali ya kitiba, masuala mbalimbali ya kiroho, masuala mbalimbali ya kiimani. Hapa kuna kitu kimejificha kikubwa sana ambacho mnatakiwa kukijua. Lakini tukasema numerology pamoja na nadharia ya namba ziligunduliwa katika kipindi cha kale sana katika tamaduni za watu wa Misri, Babilonia, India, Wagiriki kule, lakini pia na watu wa China. Kipindi cha zamani sana, miaka iliyopita huko karne ya 6, karne ya 5, ambapo walikaa chini watu wakatengeneza, wakawaza, wakagundua, wakaona, wakatengeneza misingi. Leo hii tunazitumia hizi alphabet, tunazitumia hizi herufi. Kwa hiyo lengo hasa la kujifunza haya ni kutaka kujua msingi wa awali, msingi wa kwanza kabisa kabla hatujafikia jambo lingine. Kwa sababu unaona kuna watu leo hii kuna mtu anataka kujua nyota yake ni ipi, kuna mtu anataka kujua namba za bahati ni zipi, mtu anataka kujua namba za malaika ni zipi, anataka kujua siku kitu gani. Kama haujajua msingi wa nadharia hizi za namba ziligunduliwaje na ilikuwaje, nadharia za herufi, leo hii mtu unaitwa Johnny, unaitwa Eliza, unaitwa Halima, unaitwa Rebeka, lakini jina Rebeka lina herufi ngapi? Nini msingi wa zile herufi? Nini msingi wa lile jina? Kama hujui nini maana na msingi wa alphabet, kwamba A ilikuwa inamaanisha nini wakati wanazitengeneza, B ilikuwa inamaanisha nini wakati wanazitengeneza, C, D, hivyo mpaka Z. Lakini pia namba 1, namba 2, namba 3 walikuwa wanazitengeneza kwa nadharia kutoka kwenye nini? Sasa lengo la hii mada ni kutaka kuchimbua na kugusa yani kudadisi na kuchimbua baadhi ya vitu ili upate msingi mzuri wa kutambua haya ambayo baadaye wewe unayataka kwenye maisha yako. Kiukweli ni kwamba nadharia ya namba na nadharia ya alphabet au nadharia ya herufi zipo katika msingi wa kiroho ambao leo sasa ndo tunakuja kuzungumzia kuhusiana na alphabet, kwa sababu numerology kama hujaisikia nadharia ya namba, basi unaweza kupanda kwenye makala hii hapo juu ukajifunza kitu fulani hapo kwenye nadharia ya namba. Lakini leo tunajifunza na tutajifunza kuhusiana na nadharia hii ya alphabet, ilikuwaje, ikoje, lakini uhusiano kati ya nadharia ya namba na herufi ziko vipi. Kwa hiyo naomba utege sikio sana hapa kwa makini ili tuweze kuelewana. Lakini kabla tujaendelea, nikukaribishe na vile vile nikuombe kuweza kusubscribe kama hujasubscribe, kama ni kulike, kushare pamoja na kucomment. Itakuwa ni jambo jema na zuri sana. Lakini vile vile unaweza kuchangia kitu chochote kile, unaweza kuchangia kwa nambari zetu kiasi chochote, kwa nambari zetu za simu 0685410817 zipo kwenye bio hapo ya Come TV Tanzania, na unaweza kuchangia lolote kupitia namba hiyo kwenye kipindi hiki cha Human Hits ambacho
kinakuletea mambo mengi ambayo pengine hukufunguliwa, pengine hukuambiwa, lakini sisi tunakwambia kwa lugha rahisi na nyepesi. Tunajaribu kuchimba vitabu vingi sana, kutafuta, kufanya research, kutafuta vyanzo vingi ili kupata taarifa sahihi, kwa sababu sisi wa Afrika wengi tulichelewa kuyajua haya. Tumefundishwa vitu vingine ambavyo kimsingi vina faida yake, lakini havina undani wake wa kujitambua sisi ni kina nani na kitu gani ambacho sisi tunaweza tukakifanya katika ulimwengu huu ili kiweze kutupa mwongozo wa nishati zetu, wa maisha yetu, ili tuweze kuishi katika ustaarabu kama walivyo mataifa mengine wanajua ukweli. Kwa hiyo na sisi basi tuweze kujua ukweli basi, ili Mungu na ulimwengu uweze kutusaidia katika kile ambacho tunachokiamini katika maisha yetu. Sasa langu jina naitwa Mr. Kam TZ. Sasa tuendelee katika muendelezo wa makala hii. Alphabet tulisema wakati zinatengenezwa na wakati wanafanya ugunduzi wa alphabet, yani herufi na namba, vyote vilifanyika kwa wakati mmoja. Na kitu ambacho watu hawajui ni kwamba msingi wa alphabet upo kwenye namba, na msingi wa namba pia vile vile upo kwenye alphabet. Na siri hii ya alphabet inahusiana kabisa na mada hii ya namba. Na kila alphabet inahusisha mfumo wa nadharia ya sauti na frequency zote kwa pamoja na mifumo ya kijinsia na alphabet zenyewe, ambapo tutachunguza asili ya alphabet na jinsi zinavyohusiana na namba, huku tukielezea maana halisi ya kiroho na kiasili na mfumo ambao tunautumia na tunaishi nao hii leo. Na tuelewe tu kwamba alphabet ni mfumo wa kisiri, au ni siri ya dhana ambayo mara nyingi sana inahusishwa na mfumo au mifumo ya maandishi ya kisiri kwa mujibu wa mfumo fulani wa Kiafrika na mitazamo ya kidini. Lakini nikukumbushe tu kitu kimoja, nikwambie kwamba alphabet ni mfumo wa siri. Yani zile A, B, C, D mpaka Z ni mfumo wa siri ambao nadharia yake mara nyingi sana inahusishwa na mfumo wa maandishi katika muundo wa siri. Kwa zile A, B, C, D zina maana yake kwa mujibu wa mafumbo fulani ambayo ukiangalia kwenye vitabu vya Kiafrika na mitazamo ya Kiafrika za kidini utaona kuna hicho kitu. Lakini pia zimetengenezwa kiufundi sana, hata kwenye vitabu vya dini mnavyovisoma, Qur'ani, Biblia na vitabu vingine. Hizi alphabet, haya maneno ambayo yametengenezwa mle, yametengenezwa kwa usiri na ufundi, mifumo ya ufundi sana. Umeona, kama frequency, kama mawimbi umeme, tutakuja kuelewa huko chini. Kwa sababu neno lolote lazima litengenezwe na msingi wa herufi. Na hizi herufi nyewe mnaziona tu, lakini zina msingi wa kiroho. Na alfabeti hizi zinaweza kurejea katika mifumo ya kumbukumbu na maana ya siri kwa kutumia herufi na namba. Sasa twende kwenye alfabeti yenyewe kwanza. Alfabeti ni mfumo na mpangilio unaotumika katika nadharia ya sauti na frequency. Kuna sauti na frequency. Sasa ili frequency iweze kufanya kazi, ili mawimbi yaweze kufanya kazi, lazima sauti iweze kutoka. Na sauti inapotoka, pale ndipo frequency inafanya kazi, mawimbi yanafanya kazi. Ili waweze kunisikia, lazima kuwe na mawimbi umeme yanayosababisha ile sauti kuflow, kutembea kwenda kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Lakini ambapo pia hiyo misingi ya sauti ambapo zinatembea katika mithili misili ya mawimbi umeme ya anga, huwa zimejikita zaidi katika ugunduzi wa herufi za alfabeti zinazohusishwa na sauti na mawimbi maalum. Kwa tunapotamka maneno haya, tunapoongea hapa, kwa mfano mimi ninavyoongea hapa, hii sauti unaoisikia imejengwa katika msingi na mawimbi ya hizi alfabeti. Kwa hiyo unagundua nini? Unagundua kwamba kuna siri kubwa katika haya mawimbi sauti ambayo watu walikaa chini wakatengeneza, wakagundua A, wakagundua B, wakagundua C, wakagundua D, zile do, le, mi, fa, so, la, ti, de, utakuja kuzisoma baadaye huko chini walikuwa wanamaanisha nini.
Mfumo unahusishwa na herufi A mpaka Z. Ngoja nirudie hapa. Alphabet ni mfumo wa mpangilio unaotumika katika nadharia sauti na frequency. Tulishakwambia kwamba toka mwanzo frequency ni mawimbi umeme. Yani unapotoa sauti, maana yake kuna kwenye hali ya hewa, anga hewa hii, kuna mawimbi umeme yanasababisha hiyo sauti iweze kusikika kwa mtu mwingine au sehemu nyingine, iweze kusambaa au kuflow. Kwa hiyo mawimbi ndio tunasema mawimbi umeme ambayo yanasababisha ile sauti iweze kuflow. Sasa sauti na frequency ni mfumo ambao herufi za alphabet zimehusishwa na sauti za mawimbi. Kila herufi inawakilisha frequency au vibration. Kwa sababu kuna kitu kinaitwa vibration na kuna kitu kinaitwa frequency. Tunaposema vibration tunamaanisha mtetemo. Yani kuna mtetemo yani mtetemo fulani hivi ambao upo unapokuwa unazungumza, lakini frequency ni mawimbi. Kwa hiyo kwenye mawimbi kuna mitetemo, umeona, ambayo inatumika kama nadharia ya kiroho. Kwa hiyo unapokuwa unaongea, unapokuwa unasema, unapayuka, unaimba, unafanyeje, unaomba, unasali, unafanya nini, yote hayo lazima utambue kwamba yapo katika nadharia na msingi wa kiroho kama vibration, lakini kama frequency ambazo zimebeba alama A, B, C mpaka Z. Mawimbi umeme haya yanahusishwa katika hali ya kiroho na kimwili katika viumbe wote walio hai. Yani kwa mfano unaposikia sauti ya ndege, unaposikia sauti ya njiwa, unaposikia sauti ya simba, unaposikia sauti ya kitu chochote kile, inahusishwa na nadharia hii ya A, B, C, D, E mpaka Z, kwa maana frequency na vibration au mawimbi umeme. Sasa kwa kawaida alphabet inahusishwa na mfumo huu wa kiroho na kugunduliwa kama mwongozo au miongozo ya nishati za mwili na akili katika hadhi fulani na katika tamaduni fulani na mifumo ya kiroho. Herufi za alfabeti zilihusishwa na nguvu za asili. Nadhani hapo utakuwa umeelewa. Wakati wanafanya ugunduzi, hizi herufi za alfabeti zilihusishwa na nguvu za asili, ambapo kila herufi inawakilisha nishati fulani maalum. Nitakuja kuisema huko chini, kwa makini sana hapa. Inaweza kutumika katika madhumuni ya kurekebisha jambo fulani, kufungua jambo fulani au milango fulani ya kiroho. Ndio maana unatakiwa ujue kwamba kuwa makini sana na baadhi ya maneno. Unapokuwa unamtamkia mtoto wako, unapokuwa unasema jambo fulani kwa kumaanisha kitu fulani, ujue kila herufi unayoitamka inaweza kutumika kama madhumuni ya kufungua kitu fulani, kurekebisha kitu fulani katika hali ya milango ya kiroho. Kwa hiyo lazima tuwe makini sana na hizi alphabet, zina maana kubwa sana. Sasa mfumo wa alphabet unahusiana moja kwa moja kabisa, nilisema toka awali, mfumo wa alphabet unahusiana na nadharia ya namba, kwamba tunapoona A ujue ni sawasawa na 1. Tunapoona B ni sawasawa na 2. Tunapoona C ni sawasawa na 3. Sasa A, B, C, D mpaka Z zipo 26. Katika hizi 26 zina maana kubwa sana katika mfumo wa maisha ya kiroho na kimwili. Yani tusichukulie poa, yani kama vile ambavyo tunavyorahisisha tu mambo, tunavyosoma tu A, B, C, D, E, F, G, sio 1, 2, 3, 4, 5. Brother and sisters, nikwambie tu ukweli kwamba hapa kuna siri kubwa za mawimbi umeme ya kiroho. Kwa mimi nikushukuru, leo tuishie hapo katika sehemu hii ya pili ya mada kuu ya numerology pamoja na alphabet. Mimi jina langu naitwa Mr. Kam TZ. Tuendelee kufuatilia Human Hits ya Kam TV Tanzania. Mimi nikushukuru na nikuombee kila laheri na Mungu atubariki sana.